أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موضوع الخطبة احترام الناس وحسن تعامل معهم. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sala na salamu zimuendee Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kwamba ni muendelezo wa hutuba ambayo tumebakisha kipande, mada tuliyokuwa tunazungumzia wiki iliyopita inayosema kwamba ihtiramu nasi wa husnu taamuli ma'ahum, yani kuamiliana, kuwaheshimu watu na uzuri wa kuamiliana nao, wa husnu taamulihim. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoeleza, Qur'an inasema wa innaka la ala khuluqin adhim. Yeye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye amesifika kwa tabia bora. Kwa hiyo ya ibadullah, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sala na salamu ziwe juu yake, katika hadithi ambazo tulizozungumzia ndio tunaanza nazo. Asema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Asema kwamba kukamilika kabisa, ukamilifu wa muumini ukamilifu wake na mbora wao, ahsanuhum khuluqan, ni uzuri wa tabia. Rawahu Tirmidhi, hadithi tulipitia. Kwa hiyo na hadithi nyingine tukasema kwamba bal ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam husnul khuluqi afqala shay'in fil mizani yawm al-qiyamah, kwamba uzuri wa tabia, husnul khuluqi, ni kitu ambacho kitafanya mizani siku ya kiyama kuwa mizito zaidi. Hakuna kitu chochote kama hiki. Na hadithi ya tatu akasema kwamba ma min shay'in afqala fi mizani, hakuna kitu chochote kitakuwa kizito siku ya kiyama kwenye mizani, almu'min yawm alqiyama, cha muumini siku ya kiyama, min husnil khuluqi, isipokuwa ni tabia iliyokuwa njema. Kwa hiyo Uislamu umepangilia utaratibu mzuri, ndio maana ulama wametukusanyia. Akasema ya kwamba kaifa nahtarimu nasi, ni vipi ambavyo tutakavyo waamiliana na watu, kuwaheshimu watu. Hii ya pale wasema kaifa nahtarimu nasa, jinsi tutakavyo waheshimu watu. Asema kwamba nahtarimuhum bikalamina tayyibin, tutaamiliana nao, tutawaheshimu watu kwa maneno mazuri. Tusiwe ni wenye kutoa maneno mabaya katika vinywa vyetu wakati tunazungumza na watu, wakati tunakuwa tumegombana na watu, tuwe na mipaka. Asema kwamba biadabina ma'ahum, kwa nidhamu zetu pamoja nao, tuwe na nidhamu za kuwaheshimu watu. Asema biadami sukhriyati. Hii biadami sukhriyati ni kwamba tusiwadharau watu, biadami sukhriyati minhum, miongoni mwao, au taklili, au kuwapuuzia, min sha'nihim, kwenye majambo yao. Tusiwapuuzie. Mtu anaweza kuita na lake, mtu anaweza yani usiuamiliane na watu kwa kuwaheshimu, kwa kuwapa nafasi yao, kwa kutokuwadharau. Asema kwamba bil istima'in ilayhim, kwa kuwasiliana nao, mazungumzo, mnaongea mazungumzo yaliyokuwa mazuri, ukawasikiliza, wakakusikiliza.
wa adamu muqata'atihim, na kuto kuwakata watu. Kuna mtu tu yeye pepo janna vipo mikononi mwake, akigombana na watu tayari akigombana na watu analileta kwenye dini. Mimi na wewe tumegombana, unaanza tena kumkata, Uislamu hivi mkielewana, yale mambo tena unakuwa hauyapi nafasi. Kwa hiyo tuwaheshimu watu kwa kila namna, na ndio maana hapa tunaambiwa kwamba asema kwamba bika fil adha anhum qawlan au fi'lan, asema kwamba kwa kuondoshea watu maudhi, qawlan kutokana na maneno yetu, au fi'lan au matendo yetu, tusiwaudhi watu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Hujurat, ni aya ya 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, hakika waumini wote ni ndugu, suluhisheni migogoro iliyopo baina yenu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, muogopeni Mwenyezi Mungu ili mpate kufaulu. Huenda mkafaulu, la'allakum tuflihun, huenda mkafaulu kule kumuogopa Mwenyezi Mungu. Asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wasiwadharau watu wenzao. Huenda wale wanadharauliwa mbele ya Mwenyezi Mungu wakawa ni bora kuliko wale wanaowadharau. Kuna wakati nilikuwa nimekaa fulani katika vijana wetu au wala waongozi na sisi sote kwa ujumla, nikaona ghafla message inaingia kwenye njia ya WhatsApp. Kutizama, kumbe kuna shekhe ambaye alikuwa amekuja kuwatembelea baada ya Sheikh Abdul Hamid kuondoka hapa. Ulipita muda mchache na wao shekhe wao akawa amekuja hapa Acacia Ridge. Alipokuja yule shekhe wao, basi subhanallah, nikaona clips, video zinarushwa nyingi wananitumia mimi, nikapatwa na mshtuko mkubwa sana. Nilipopatwa na mshtuko mkubwa, nikamuuliza al-akhi, sisi tukija hata kwenye harusi zenu tunaona wameandika hapa hakuna video, hakuna kamera, hakuna nini, na haya mambo mnayapiga vita sana. Bwana naona unanitumia hii klipu ya huyu shekhe wenu jinsi mlifokuwa kwenye ukumbi vipi? Ina maana yeye alikuja kuwahalalishia hili na huku baadaye mnasema ni haramu? Sikujibiwa message yangu na asingeweza kujibu. Nikaona amepiga wrong number. Baada sikitika kwa nini alinitumia mimi. Na mimi nisingemuacha kwa sababu mimi nikienda naangalia naona mazingira hapa hakuna video, hakuna nini. Kwa hiyo hawa ambao wako hivi, ndio maana aya nasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu, la yaskhar qaumun min qaum, la yaskhar qaumun min qaumin, watu wasiwadharau watu wenzao, asa an yakuna khayra minhum, wala wale wanaodharauliwa wakawa bora kuliko wale wanaodharau. Wala nisa'u min nisa'i, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, asa an yakuna khayra minhunna, wenda wale wanawake wanaodharauliwa wakawa bora kuliko wao. Dini, mafunzo yetu yamekamilika. Usihukumu hapa hivi alafu kesho likarejea kwako ukatoa fuata nyingine. La, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, limatakuluna ma la taf'alun, msiseme ambayo hamuyatendi. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, ni chukizo kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu kuzungumza jambo ambalo hulitendi, ni makosa. Kwa hiyo aya inaendelea kusema kwamba, inasema ya kwamba wala talmizu anfusakum, wala msiaibishane. Usitoe aibu ya mwenzako nje, ukumwaibisha mtu, kumdharau, kuona kwamba yani msiaibishane baina yenu. Wala talmizu anfusakum. Inaendelea kusema kwamba wala tanabazu bil alqab, wala tanabazu bil alqab, msipeane lakabu mbaya, majina mabaya. Usimuite mtu jina ambalo sio zuri, hapana. Bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman,
ni makosa sana kumuita mtu fasiki au kumuita jina baya baada ya kuwa yeye ameamini. Waman lam yatub fa ulaika humuz zalimun, na ikiwa hao hawatotubia hao ndio madhalimu. Utaiangalia ni katika suratul Hujurat aya 9 na 10, walitukusanyia hapa ulama. Asema waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu sala na salamu ziwe juu yake, ya kwamba almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi muttafaqun alayhi, kwamba muislamu ni yule ambaye amesalimika ndugu yake muislamu kutokana na ulimi wake, kutokana na mkono wake. Ndio muislamu. Ukitaka kujijua kipimo chako kwamba mimi kabisa check up yangu, mimi uislamu wangu, kwanza namna unavyoamiliana na watu, tabia zako, kama alivyoeleza hapo Ayubu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio kitu kitakuwa kizito kwenye mizani hicho. Alafu pili, tizama sasa uislamu, nasema kwamba ni uislamu. Je, ndugu zangu waislamu wanasalimika kutokana na ulimi wangu? Wanasalimika kutokana na mkono wangu? Ukisikia aibu ya mwenzako unaumia, unamzuia yule ambaye anayekuletea ile aibu, bwana hayo maneno akiwepo mwenyewe utazungumza? Hapana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Bi Aisha radhiallahu anha, wamekaa pamoja na masahaba wengi. Akaingia mtu akapita, akasema, alipita mtu mfupi sana, akasema Bi Aisha radhiallahu anha akasema, mfupi sana huyu mwanamke aliyepita hapa. Akamwambia Aisha, kwa nini umesema kwamba ni mfupi? Akasema nimeona namna hivyo ndio bwana. Akasema ni mfupi. Akasema kumteta mtu ni lile neno ambalo akisikia litamuumiza, usifanye hivyo. Kwa hiyo ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba almuslim man salima almuslimuna min lisani wa yadihi. Ukitaka kujijua kipimo chako cha imani ni uislamu wako, utizame unaamiliana nao vipi ndugu zako waislamu. Hii hadithi amepokea Imam Bukhari na Muslim. Wanaendelea kutueleza maulama kwamba annasu ajnasu, watu ni jinsia mbalimbali. Ina maana kwamba watu wana tabia mbalimbali. Hapa tulipo kuna watu wametokea makambini, labda Kenya, wengine Rwanda, wengine Tanzania, wengine Nairobi. Kila mtu ana hulka yake. Kuna mtu ambaye hajui kabisa habari za dini, kuna mtu anajua dini. Sasa Uislamu umefundishaje namna ya kuamiliana nao? Annasu ajnasu, asema kwamba wadinu yualimuhum bil adli, dini yetu ya Kiislamu imetufundisha kuishi nao au kuishi pamoja nao kwa wema. Ad-dinu yuallimuhum bil adli war rahma, kwa uadilifu hali ya juu pamoja na huruma na kuwahurumia. Ni kafiri usimjaji kwamba huyu kafiri ni hivi, huyu hafai, huyu muombe kwa Mwenyezi Mungu ampe hidayah. Uenda huyu anaweza akasilimu na akaja kuupigania Uislamu na Uislamu. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu alifanya makubwa kwa Uislamu, lakini Allah alimpa hidayah baadaye. Muheshimu hata kama si Muislamu, muheshimu. Anaendelea kusema kwamba sawaun kana shakhsu ghaniyan au faqiran, sawa sawa na kwamba mtu ni tajiri au vile vile mtu ni maskini, lazima kumheshimu utu wake ule. Sawa kana shakhsu, ule utu wake, ghaniya kama ni tajiri au faqiran au ni fakiri, muheshimu. Saghiran au kabiran, ni mkubwa au mdogo, pia muheshimu. Musliman, kama ni Muislamu, au ghairu muslim, au sio Muislamu, bado muheshimu. Ishi nao kwa wema, kwa uadilifu. Asema kwamba fa inna dina yad'una ila al-ihrami, hakika dini imewaita watu katika au imetuamrisha fa inna dina, hakika dini yad'una ila ihrami, yani katika ihrami nasi jamii, katika kuwaheshimu watu wote kwa ujumla bila ya kubagua usijui ni kafiri, yani watu wote ni lazima kuwaheshimu kwa ujumla. Anasema kwamba wa muamalatihim bilhusni, wa muamalatihim bilhusni, na kuamiliana na watu kwa uzuri wote, wal adli wal rahma, yani
na uadilifu pamoja na rahma, bila ya kuchagua huyu sijini hivi. Uislamu ndivyo ulivyotuamrisha hivyo. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kutokana na yale ambayo tunayatenda usiku na mchana, kwa kujua na kwa kutokujua. Aqulu qawlu hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na katika hotuba yetu hii ya pili tutaangalia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye pia aliudhiwa. Ndio, kuna mtu alikwenda anataka kumuua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba wakawa walimkamata, wamemfunga, wamembuluza mpaka pale. Alafu akawaambia maswahaba, huyu mtu mwachieni. Akapewa kwanza maziwa akanywa, akamwambia mwachieni aende. Wanatetemeka kwa hasira, tukate kichwa, tufanye nini? Kila mtu ana uchungu, akamwambia mwachieni aende. Ile bwana akaondoka, kufika mbele akafikiri, akaona kweli yule ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Maana yake wale watu walivyokuwa na hasira na namna walivyonivamia, lakini yeye aliwaambia kwamba tizama namna walivyonichuna chuna mgongo, wamenibuluza, wamenipeleka kwa hali isiyokuwa ya kawaida. Lakini aliwaambia muachieni huyu aende huru, nimepewa na maziwa. Lakini wale mabwana wale wanatisha, wale makomando wake akaondoka, akafika mbele, akaona yule bwana anaweza kweli akawa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akadai, akamwambia nimekuja kutoa shahada. Akamwambia wewe kwa nini ukusilimu wao? Wale akasema hao mabwana walikuwa na mapanga yao, ningesilimu ingeonekanika labda mimi naogopa haya mapanga yao. Mimi sikusilimu kusema kwamba kuogopa mapanga yao au kuogopa wao. Nimesilimu kwa kuwa wewe ni mtume kweli wa Mwenyezi Mungu, kwa namna ambavyo ulivyonifanyia hii ihsani. Tizama namna ambavyo walivyonikamata baada ya kusikia nataka kukuua, wakanifunga, wakaniburuza, ukawaambia waniachie, wakanipa maziwa, ukaniruhusu kuondoka. Basi bwana, mimi nimesinaamua kusilimu. Akatoa shahada. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hikma nyingi sana. Haya ziko nyingi zinazozungumzia sana kuishi na watu. Waqad qala Allahu ta'ala fi surati al-Isra, katika surati al-Isra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba wa qul lin-nasi husna, ishini na watu kwa wema, ishini na watu kwa wema. Waqala Nabii sallallahu alayhi wasallam, na akasema Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam juu yake kwamba ittaqillaha haythu ma kunta, muogope Mwenyezi Mungu popote utakapokuwa. Wattabi hasanata tamhuha, wattabi hasanata tamhuha. Asema kwamba ukitenda jambo baya, ni wakati umetenda lile jambo baya, fatisha jambo zuri, litavuta lile ovu lile. Asema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, na uishi na watu kwa tabia iliyokuwa nzuri. Hadithi pia rawahu Tirmidhi, amepokea Tirmidhi. Katika kumalizia hotuba yetu ni kwamba kuna maelezo hapa ambayo wameyaleta maulama, sema kwamba ayuhal muslimun, enyi Waislamu, fi zamanin kathratu fihi alfitan, katika zama ambazo imekithiri sana fitina juu yake. Ukiona jambo lolote limetokea, yani jambo la kwanza wewe unajitahidi kukaa kimya. Fulani na fulani anagombana, kuna hivi na hivi, yani wewe jifunike na blanketi. Kuna mada ambazo tutakuwa tunazungumzia Sheikh Abdul Hamid Allah muhifadhi. Katika mada hizi za fitna ziko takriban 20 na utaziangalia, zimetiwa, ukiandika tu fitna kwenye YouTube zipo nyingi, wameambatanisha wakazitengezea katika moja hivi, kama hizi episodes zipo sehemu moja. Kwa kweli utapata faida kubwa sana kuonyesha kwamba inapotokea fitna uwe ni mtu ambaye kwamba unafunga mdomo wako, unajifunika na shuka, yani kana kwamba hauoni.
hapo utaokoka katika zama hizi. Asema kwamba wasaati fihi al-akhlaqi, wakati zimeharibika tabia za watu zimeharibika. Watu wengine wakikosa haya ndio nakuwa ulaika kal an'am. Unaona sisi tuko katika nchi ambazo za mitihani, unakuwa kama wanyama, bal hum adhan, wanakuwa watu baadhi yao yani ni zaidi ya wanyama. Ukipita mambo wanafanya watu barabarani, wewe tizama chini. Watu wanagombana, tizama chini. Vijana wetu kule walikuwa wamezoea kule, hasa majumbani walikuwa wamezoea kwamba inapotokea fitna, wallahi muda wa sala kunaadhiniwa, wanakimu, hawaendi kusali, wako kwenye gereji, wako wengine kwenye ludo, wako kwenye kucheza mabao. Lakini siku wanasikia shehe fulani kagombana na shehe fulani leo amemsimamisha shehe fulani, utaona namna watakavojia msikitini. Jamaa anasema tunapigiana na simu, tunawaambia mabosi wasituletee kazi, yani ndani ya hizi siku mbili kidogo tuko busy. Wanaingia msikitini kana kwamba tarawih, yani wajue nini kitakachotokea, nini kinachoendelea. Kuna watu kule kwetu wallahi huko subhanallah wana idadi ya mashehe, shehe fulani mwizi, shehe fulani mwizi, shehe fulani mwizi, shehe fulani mwizi. Sasa tuko kwenye gari, wakati tumefika mara ya kwanza Bujumbura, wanatuzungusha, wanakawa wanasema shehe fulani. Kwa jamani, hivi nini hawa watu mnawasema? Unajua kumsema mwanazuoni ulama, unajua dhambi yake, kana kwamba unakula nyama sumu yenye kuwa na sumu ndani yake. Mtapata madhara nini? Shehe huyo ndo mwizi. Shehe fulani huyo anataka ile shule pale watu Waislamu wanaleta mambo ya dini, mambo ya kizungu. Yani mpaka wakasema subhanallah. Kuna wakati nilikuwa namuuliza ndugu yangu mzee hapo, ngamuuliza bwana, naona huko mlikotokea Bujumbura mashallah Waislamu wanajitahidi wengi sana. Akasema lakini hauna nguvu Uislamu. Hauna nguvu, ni wengi tu, lakini kuna mashehe wote wakubwa ni kitovu pale Bujumbura. Shehe fulani ana doktora, shehe fulani ana hivi, shehe fulani. Lakini hao Waislamu wa chini wameharibika sana. Akaniambia nenda Gozi huko, nenda Muinga, utafurahi huko, wanajitahidi watu. Wallahi baada kuzungumza na mzee hapa, siku ya pili yake tena nazungumza na mtu mwingine ananiambia hivyo. Sasa inaonekana tunachotakiwa ni kuacha ule umjini, tuingize dini. Maelezo yamekuja ni marefu sana. Ndio nasema kwamba wa asbaha ba'dhum nasi yahtarimuna, wamekuwa baadhi ya watu yani yahtarimuna. Subhanallah, mimi sijui kwa nini watu wamekuwa hivi, hawaheshimu watu. Wakaleta maelezo wakasema hapa kwamba abaahum wa umahatihim, hawaheshimu baba yao, hawaheshimu mama zao, wala muallimuhum, wala walimu zao. Asema wala jiranihim, wala jirani zao, wala kibari sini, mpaka watu wakubwa hawaheshimu. Ni listi ndefu sana hapa ambayo wameleta. Kwa hiyo alimradi tunaona kwamba muda wetu umetuishia. Tumekamilisha hapa mada ya hii. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu kuheshimu watu na kuamiliana nao, ni kufuata yale aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujue kwamba kila mtu anaweza akakosea. Jukumu letu tuwe kama maambassador wa Uislamu. Mtu ameenda vibaya, usimfanyie mukata, usimkati. Mtu ameenda vibaya, usimpe jina ambalo kama tulivyosomewa hizi aya. Mtu ameenda vibaya, jitahidi kumsogeza, mnasihi katika njia nzuri, mbembeleze, muonyeshe haki. Ule utaratibu wako unaweza kumsababisha yeye kufanyaje, kurejea hata kama ameritadi. Tumtenge, mlishamfikishia nasaha, mfikishieni kwanza nasaha mara moja, mara mbili, mara tatu. Baada ya hapo sawa. Kwa hiyo tuheshimiane na tuheshimu ndugu zetu na Waislamu na watu wote ambao tunawaamiliana nao. Ndio uliokuwa ujumbe wetu wa Ijumaa ya leo. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu ambayo tuliyotenda kwa kujua na kwa kutokujua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وقربته والقبر وهمته والصراط والزلات ويوم القيامة وروءته. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اشفيه مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشفيه مرضانا وارحم موتانا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم اشفيه مرضانا. اللهم اشفيه مرضانا. اللهم اشفيه مرضانا وارحم موتانا. Mwenyezi Mungu tunakuomba uwape shifa wagonjwa wetu ambao wanaumwa, Waislamu ya Rabbal Alamin, na vile vile uwahurumie mauti wetu waliotangulia mbele ya haki ya Rabbal Alamin. Yajalie makaburi yao yawe raudha min riyadhil janna, yawe viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi ya Rabbal Alamin. Tunakuomba ya Mwenyezi Mungu Uislamu uweze kupata nguvu kila mahala tulipo ya Rabbal Alamin, na uweze kutawala. Ya Mwenyezi Mungu wanusuru ndugu zetu ambao kwa hospitalini, wape shifa na uondoshe ya Rabbal Alamin. Na miongoni mwetu Waislamu ambaye ana maradhi ya Rabbal Alamin, muondoshe, mponye maradhi yake, umpe afya njema kama ya watu wa peponi. Ya Mwenyezi Mungu wewe ndio mweza wa kila jambo ya Aziz, hakuna linalokushinda ya Qahhar. Ya Mwenyezi Mungu tunakuomba utusamehe madhambi yetu tuliyotenda kwa kujua na kwa kutokujua ya Rabbal Alamin. Ya Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe mwisho mwema ya Ilahi. Ya Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe kauli thabiti. Tunakuomba ututilie wepesi katika mambo yetu, ambapo kuna uzito ututilie wepesi zaidi, na ambapo kuna wepesi ya Rabbal Alamin ututilie wepesi na utumiminie nuru katika wepesi huo. Ya Mwenyezi Mungu, ya Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe maisha marefu yenye kheri na baraka sisi na vizazi vyetu na wazazi wetu na Waislamu wote ulimwenguni. Ya Mwenyezi Mungu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar.